Hichi ni kile ambacho kinaendelea, vita vya Iran, Marekani na Israeli, vita ambavyo vimeendelea kuleta hasara kubwa sana kwa mataifa yote. Hapa nazungumzia taifa la Israeli, amepata hasara kubwa mno hadi kupelekea sasa hivi kuzuia vyombo vya habari visitoe taarifa namna ambavyo yanashambuliwa kwenye taifa lake. Lakini pia Marekani amepata hasara kubwa sana ya kutumia silaha zake ghali kwa gharama kubwa, na huko Iran akionekana kutumia silaha ambazo ni za gharama ndogo, akimwangaisha akili Marekani. Lakini pia kwa Iran naye ndani ya taifa lake hasara imekuwa kubwa sana. Kwanza vifo vya watu, zaidi ya watu 700 wameweza kufariki dunia, wapo pia wanajeshi lakini pia mbali na hayo ukiangalia uharibifu wa majengo ya hospitali, zaidi ya majengo 4 ya hospitali yameshambuliwa kwa mujibu wa WHO. Ukirudi makazi, makao makuu ya vyombo vya habari na maeneo mengine mbalimbali, hasara zimekuwa kubwa mno. Sasa ukitazama yote haya mwisho wake ni nini? Hilo ndo limekuwa swali ambalo linaumiza wengi sana akili. Ila kila kunapokucha, Irani naye anaendelea kubuni mbinu mpya za mashambulizi kama namna ambavyo Marekani anafanya na Israeli anafanya. Na sasa hivi ni kwambia Iran ameweza kuingiza uwanjani, kwenye uwanja wa vita, kombora hatari kwelikweli. Kombora hili nasema ni hatari si kwa sababu ya maneno, bali ni hatari kwa mapigo yake yalivyo. Kombora la Khorramshahr-4 ambalo hili ni kombora Iran ameliachia siku ya Alhamis Machi 5, 2026 kwenye ile operesheni yake Ahadi ya Kweli sehemu ya 4, ambapo ameweza kuitwanga ngome ya Israeli. Na hii imethibitishwa na idara ya uhusiano wa umma ya jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran, Sepai, imetangaza kuwa makombora ya Khorramshahr-4 maarufu kama Haibar ya kikosi cha anga cha jeshi hilo yameanza kutumika kwa kushambulia katikati ya mji wa Tel Aviv, uwanja wa ndege wa Ben Gurion na kambi ya jeshi la anga la Israeli kwenye uwanja huo. Mashambulizi hayo yameanza kwa jina la msimbo la ya Hassan bin Ali. Taarifa nambari 21 iliyotolewa na idara ya uhusiano wa umma ya IRGC imeeleza kuwa makombora mazito ya Khorramshahr-4 ya kikosi cha anga cha jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu, ambayo kichwa cha kila moja makombora hayo kina uzito wa tani 1, yamefyatuliwa mapema kuelekea Tel Aviv, uwanja wa ndege wa Ben Gurion na kambi ya jeshi la anga la Israeli kwenye uwanja huo, katika fremu ya operesheni Ahadi ya Kweli ya 4. Mafanikio ya makombora hayo ya kistratejia ya kuvuka salama matabaka 7 ya mifumo ya ulinzi wa anga ya Israeli, yakitanguliwa na ndege za kivita zisizo na rubani, yamewasababishia Wazayuni jehanam halisi ndani ya taifa lao. Lakini hayo yakiendelea, kamanda wa zamani wa jeshi la Irani la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC amezungumzia matukio ya hivi karibuni ya vita na kusema wananchi wa Iran wanapaswa kufahamu kwamba wao walioko kwenye vikosi vya ulinzi wako tayari kuwafundisha wahalifu Donald Trump na Benjamin Netanyahu funzo kali kiasi kwamba hawatathubutu tena kufanya jeuri ya aina hiyo. Meja Jenerali Mohsen Rezaei amesema hayo kwenye mahojiano na chaneli ya habari ya IRIB, ambapo kwanza ametoa salamu za rambirambi kwa kufa shahidi na kishujaa kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu Imam Khamenei, kwa umma unaothamini mashahidi na kwa Waislamu wote duniani. Akiwahutubia wananchi wa Iran amesema kisasi kikali ambacho wamekianza dhidi ya Marekani na Israeli kitaendelea, kama alivyosisitiza kiongozi mwadhamu kwamba tutawaweka katika hali ya kukata tamaa na kuwapa funzo ambalo hawatalisahau kamwe. Ameongeza kuwa washahidi Imamu Khamenei kutafungua ukurasa mpya katika historia ya nchi, ukurasa ambao ndani yake mamlaka na usalama wa Iran vitaimarishwa na matatizo yetu yataondoka. Wakati huo tukio hili limeonyesha kwa wazi kilele cha uovu wa Marekani na utawala wa Kizayuni. Ameongeza kuwa ni vigumu kuamini kwamba kuanzia sasa baadhi ya nchi zitaweza tena kufikiria kuwa na uhusiano na Marekani kwa heshima na hadhi. Jenerali Rezaei, ambaye alikuwa kamanda wa zamani wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu kwenye kipindi cha vita vya kujihami kutakatifu, vita vilivyoanzishwa na Iraq dhidi ya Iran kuanzia mwaka 1980 hadi 88, pia ameashiria kauli za baadhi ya viongozi wa Ulaya wanaodai kutounga mkono shambulio dhidi ya Iran, akisema kuanzia leo hali ya mambo inaanza kubadilika. Mataifa ya dunia yanafurahia kuona kwamba kuna nchi iliyojitokeza kuikabili Marekani waziwazi. Ameongeza kuwa kuanzia sasa Iran itakuwa kimbilio la mataifa mengi na itapata nafasi kubwa zaidi kwenye ulingo wa kimataifa.
Kamanda wa zamani wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu pia amefafanua kuhusu hali ya uwanja wa vita akisema, katika vita vya sasa tumepata mafanikio mazuri katika nyanja za kijeshi, ambapo kwa mfano tumetungua makumi ya ndege zisizo na rubani za kisasa za Marekani na Israeli. Aidha amesema takriban wanajeshi 700 wa Marekani wameuawa au kujeruhiwa. Vituo kadhaa vya kijeshi, kwa mujibu wa kauli zao wenyewe, vimeharibiwa. Ameongeza kuwa kwa sasa upungufu wa mifumo ya ulinzi wa anga ya Marekani umefikia kiwango cha kulazimika kufikiria kuhamisha mifumo hiyo kutoka Asia Mashariki. Jenerali Rezae pia ameashiria kauli za Trump kwamba wanaweza kuendelea na vita kwa wiki kadhaa, akisema kauli hiyo ni uongo mkubwa. Kwa upande mwingine, amesema Benjamin Netanyahu alimshawishi vibaya Trump kwa kumwambia kuwa operation ingeweza kumalizika ndani ya saa 48. Vilevile, maafisa 4 wa ngazi za juu wa CIA wameweza kuuawa kwenye mashambulizi ya Iran huko Saudia. Ripoti zinasema kuwa maafisa 4 wa ngazi za juu wa shirika la ujasusi la Marekani CIA na askari 8 wa nchi hiyo wameuawa kwenye shambulizi la jeshi la Iran lililolenga kituo cha shirika hilo nchini Saudi Arabia. Ripoti zinasema kuwa maafisa hao wa CIA wameuawa kwenye shambulizi la karibuni zaidi la Iran. Gazeti la Washington Post limeashiria shambulizi hilo na kuandika kuwa hujuma hiyo imefanyika kwenye viwanja vya ubalozi wa Marekani mjini Riyadh na kwamba ni mafanikio muhimu kwa Iran. Hata hivyo, gazeti hilo limefanya jitihada kubwa za kuficha idadi ya maafisa wa Marekani waliouawa kwenye hujuma hiyo. Ni vyema kukumbusha hapa kuwa awali maafisa wengine 6 wa shirika la ujasusi la Marekani walikuwa tayari wameuawa katika shambulizi la majeshi ya Iran yaliyolenga makao ya shirika hilo huko Imarat. Vilevile, harakati ya mukawama wa Kiislamu ya Hezbollah ya Lebanon imewataka walowezi wa vitongoji haramu katika mpaka wa pamoja wa Lebanon na ardhi za Palestina zinazokaliwa kwa mabavu na kupachikwa jina bandia la Israeli kuondoka kwenye eneo hilo mara moja. Taarifa iliyotolewa Ijumaa na Hezbollah imeeleza kuwa onyo kwa wakazi wote wa vitongoji haramu vya eneo la kaskazini: mnatakiwa kuondoka katika vitongoji vyote vilivyoko umbali wa kilomita 5 kutoka kwenye mstari wa mpaka. Hezbollah imewataka walowezi hao kuondoka na kuelekea upande wa kusini, ikisisitiza kuwa mashambulizi ya kichokozi ya jeshi lenu dhidi ya ardhi na mamlaka kujitawala Lebanon hayatapita hivi hivi bila kujibiwa. Mkuu wa kituo cha tafiti maalum za michakato ya kisiasa cha Russia amesema uvamizi wa kijeshi ulioanzishwa na Marekani na utawala wa Kizayuni dhidi ya Iran unafanyika kinyume cha sheria, na akabainisha, baada ya kuanza hujuma hii tumeshuhudia kuimarika umoja wa wananchi wa Iran kwa kiwango ambacho hakijawahi kushuhudiwa. Alexei Yaroshenko amesisitiza kuwa kinyume na matarajio ya Washington, mwisho wa uchokozi huo wa kijeshi utakuwa kufedhehesha kwa rais wa Marekani Donald Trump. Yaroshenko amebainisha kuwa baada ya Washington na Tel Aviv kumuua kigaidi kiongozi wa Iran Ayatollah Khamenei, mamia maelfu ya wananchi wa Iran walimiminika mabarabarani kumwomboleza, na hiyo yenyewe ni ithibati ya kufeli na kugonga mwamba mpango wa shambulio la ghafla la Marekani. Mchambuzi huyo wa Kirusi ameeleza kuwa Wamarekani walikuwa kidhani utawala utaanguka kwa kumuua kiongozi wa juu kabisa wa Iran, lakini matokeo yamekuwa ni kinyume chake, ambapo jamii ya Iran imeonyesha ni jinsi gani iko imara na thabiti. Shukran kwa baba kivita na historia ya dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.